Habari za saa hizi ndugu jamaa na marafiki wote ambao mmepata nafasi na mtakaweza kupata nafasi ya kusikiliza taarifa hii ambayo nimewaandalieni. Kabla ya yote, langu jina naitwa Nicholas, mkaaji wa Marekani kwenye jimbo la Kentucky mjini Bowling Green. Hapa ndipo ninapopatikana. Na siku leo nimeamua kuja kuongea nanyi kama vile ndugu jamaa na marafiki na jamii nzima yote ambayo mnaopatikana hapa nchini Marekani na wale wanaopatikana hata nchini Canada. Pia nitapendelea muweze kusikiliza taarifa hii na kuweza kuwataarifu wengine ili uwe msaada kwa jamii yetu nzima ambayo inayosikia na kuongea lugha ya Kiswahili. Mara kwa mara mimi huwa napendelea kutoa taarifa zangu au kuandaa vipindi vyangu kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu Kiswahili ni moja kati ya lugha inayotambulisha Afrika Mashariki na pia hata Afrika ya Kati. Ni lugha ambayo inayotumiwa sana, lugha ya Kiswahili. So siku leo taarifa ambayo ninayopendelea kuja kuongea nanyi kama vile ndugu jamaa na marafiki ni kuhusiana na matumizi haya ya mtandao wa kijamii mbalimbali ambayo tunayoitumia. Leo hii matumizi ya mitandao ya kijamii yameweza kushamiri kwa kiasi kikubwa sana, ambapo hadi mtoto wa miaka 10, mtoto wa miaka 9, mtoto wa miaka 8 anatumia mtandao wa kijamii, hususan Facebook, TikTok, Instagram inatumiwa sana na sisi vijana. Lakini pia tuelewe ya kwamba pale tunapokuwa tunatumia mitandao ya kijamii tuwe tunakuwa na uangalifu, aidha tuwe makini sana na utumiaji wetu aidha na matumizi yetu ya mitandao hiyo. Kwa sababu tunapotumia mitandao hiyo tuelewe ya kwamba huko mitandaoni wapo watu leo hii wapo gerezani, wengine wapo makaburini na wengine tayari wamebadili hata hatima yao ya maisha kwa sababu ya matumizi ya mtandao wa kijamii. Mtandao wa kijamii ukiutumia vibaya nao utakuweka pabaya, na ukiutumia vizuri mtandao wa kijamii basi natumaini unaweza ukafanikiwa kama walivyofanikiwa wengine. Ina maana kwamba yote 9-10 ni kwamba kwenye mtandao wa kijamii kwenye mitandao ya kijamii tunayotumia kuna hasara, kuna faida, kuna elimu na kuna kupotoka kabisa kimaisha na kimaadili. Taarifa ambayo nakuleteheni siku ya leo ni taarifa ambayo inayomuhusu kijana anayefahamika kwa jina la Duze. Kijana anayefahamika kwa jina la Duze, huyo unaimuona hapo, ni kijana ambaye alikuwa anapatikana kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Baada hapo yeye pamoja na familia yao wakaweza kupata neema, wakaweza kupata nafasi, wakabahatika kuja nchini Marekani. Kijana huyu anaishi kwenye jimbo la Iowa na hisa atakuwepo pale Iowa Des Moines. Pia kijana huyu hapa Marekani ni muandaa maudhui, muandaa video za kuchekesha, na video zake nyingi sana huwa anaziweka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hususan TikTok na Facebook. Kwenye Instagram siwezi nikaongelea sana kama anatumia Instagram, atumie Instagram kwa wale labda ambao wanaokuwa na ukaribu naye sana, labda wanaweza wakasema kwamba pia na kwenye Instagram anatumia. Lakini mimi wacha niongelee taarifa hili ambalo nimependelea kuja kuongea nanyi linaloenda kumsibu kijana wetu huyu ambaye anafahamika kwa jina la Duze. Kijana Duze kwenye video zake za kuchekesha ambazo waga anaziandaa kwenye mtandao wa TikTok na Facebook, aliweza kuandaa video moja ambayo aliweza kumhusisha mtoto mdogo wa kike wa taifa la Sudan. Kijana Duze aliweza kumhusisha mtoto huyo mdogo wa taifa la Sudan. Video hiyo alikuwa anatumia lugha ya Kiswahili huku akichanganya na kidembe kidogo kwa mbali, lakini lugha aliyotumia sana ni lugha ya Kiswahili. Kwenye maneno aliyokuwa anayatumia kwenye video hiyo, kijana Duze aliweza kutumia maneno ambayo yamekuja kurekodiwa na watu wengine wamekuja kuyaona kuwa kama vile alikuwa anachekelea rangi ya yule mtoto wa taifa la Sudan. Nitaweza kuwawekeheni video hapo ili muweze kuona na kusikiliza maneno aliyokuwa anayatumia kijana Duze kwenye video hiyo. Na sio tu video hiyo moja ambayo amemhusisha mtoto huyo wa kike mdogo wa taifa la Sudan,
Pia alimhusisha hadi mtoto wa kiume mwingine mdogo wa taifa la Sudan. Mbali na hivyo, aliweza pia kumhusisha mtoto mwingine wa rais atakuwa wa taifa hili la Marekani. My name is P Diddy. Napelekaga wanaume moto, yani napelekaga mwanaume moto. I speak English, Swahili. Napelekaga wanaume moto, napani nipeleke Unaya, hapa nipeleke moto kwenye kichumba changu. Mimi ndo P Diddy. Mimi ndo P Diddy, tangia leo nakupeleka moto, nikupake mafuta huko nyuma. Wasikia? Mimi ndo P Diddy, napaka nipeleke moto huyu. Kwa jua huko nyuma huko wamejazia mpaka basi. I am saying mimi ndo P Diddy, napaka nipeleke moto huko nyuma mnajazia mpaka basi. My name is P Diddy. Na utaweza hata kukuingizia angalau, na pia utaweza hata kuchange maisha yako kupitia mtandao wa kijamii. Pia huu mtandao wa kijamii una uwezo wa kukuingiza pabaya hadi ukajikuta hupo gerezani. Sasa baada ya video hii kuweza kutamba sana mtandaoni, leo hii video hii imeshatizamwa na zaidi ya watu 43,000 kwenye mtandao wa TikTok. Huku sina ushuhuda kuhusiana na mtandao wa Facebook kama tayari imetizamwa na watu wangapi. Sasa maneno ambayo yaliweza kutumiwa kwenye video hile yamesababisha watu wengi sana kuona huyu Duz alikuwa anatumia maneno ya uzalilishaji na kuweza kuchekelea rangi ya yule mtoto. So baadhi ya comments alizokuwa anaziandikiwa mdogo wetu Duz, aisa kijana wetu Duz, hakuwa anazisoma, na hadi leo hii ninavyotoa kipindi hichi hazisomi. Ni tayari kuna comments zaidi ya 405 za 407 hivi kama sijakosea. Na comment nyingi sana ni comment ambazo zinakuja kumwambia Duz ya kwamba hawe makini sana na maneno anayoyatumia. Sasa pabaya zaidi ambapo pameweza kufika video hii ni kwamba jamii la taifa la Sudan, baadhi yao wameweza kukutana na video hizo ambazo zinawaonesha watoto hawa, hizo zinamuonesha mtoto huyo mdogo wa kike ambaye hakuwa anasikia kile kinachoongeleka, lakini alitumiwa tu kwenye video hiyo. Sasa ulimwengu wa sasa ni ulimwengu ambao upo mkiganjani, ulimwengu upo wazi. Hususan tena lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina tafsiri ya ulimwengu. Lugha ya Kiswahili leo hii una uwezo wa kuitafsiri kwa lugha mbalimbali za ulimwenguni. Wengi wao waliweza kutumia maneno hayo aliyokuwa anayatumia Duz kwenye video hiyo ambayo inamuonesha akiwa na huyo mtoto mdogo wa kike wa taifa la Sudan. Baada ya kutumia muda mwingi kwa ajili ya kuweza kupata tafsiri kamili ya kila alichokuwa anakiongea Duz, wengi wamemjia juu na kuweza kumwambia kwamba anafanya makosa ya jinai. Jamani, hii ni moja kati ya taarifa ambayo inatakiwa hiwe msaada hata kwa wengine ambao bado hawajafanya mambo kama na haya. Tuelewa kwamba tulitoka kwenye makambi tofauti tofauti huko tulikokuwepo, na kuja hapa nchini Marekani pia tumekuja kwa kesi tofauti tofauti. Hususan ni watu ambao sisi tumetokea huko kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu kuanzia mwaka 2016 kuelekea hadi leo hii. Wengi wetu sana tumekuja kwa resettlement. So lakini wale ambao walikuja miaka hiyo ya zamani wanajua namna gani walivyokuwa wanakuja Marekani. Wengi wao walikuwa wanakuja kwa njia ya protection. Na ndugu zetu wengi pia wa Sudanese, wa Ethiopia, wa Somalia wanakuja kwa njia za protection. So wewe haujui ni protection gani ambayo ilimleta huku Marekani. Haujui ni kesi gani ambayo ilimleta huku Marekani. Unapoongelea rangi ya mtu na kuichekelea, basi elewa ya kwamba wewe haupo tofauti na yule mtu ambaye amefanya ubaguzi wa rangi. Na ni kesi mojawapo mbaya sana katika ulimwengu huu tulionao. Sio tu huko tulikotoka Afrika, hata hapa Marekani. Kesi ya kuchekelea rangi ya mwenzio sio nzuri. Na pia haujui ya kwamba ile familia ilitoka Afrika kuja huku Marekani kwa kesi gani. Huenda labda walikuja kwa kesi hiyo ya ubaguzi wa rangi. Tena wewe mtoto mdogo wao umeamua tena kumtumia na kuweza kutumia maneno kama na haya. Ndugu mbalimbali ambao wanaongea lugha ya Kiswahili wameweza kumfuata kijana huyu Duz kwenye comment section
ili waweze kumshauria ya kwamba achana na hayo mambo, hebu futa hizo video. Lakini kijana ni kama vile huaga anagahiri kusoma comments ambazo zinazotolewa pale, aidha anagahiri kusoma maoni yanayotolewa pale kwenye video anazoziandaa. Na sio tu video hiyo moja, pia kuna video nyingine ambayo amemtumia huyo mtoto wa kizungu akiongelea masuala ya kwamba ya P Diddy nini. Wote tunajua kesi iliyompeleka P Diddy gerezani hadi leo hii, lakini aliongea maneno mengine ambayo tena sio mazuri tena, watu wakamfuata kwenye comment section. Sasa ubaya wa bahati ni kwamba video hiyo haliweza kuiandaa kijana Duz. Diddy, mimi ndo P Diddy tangia leo na kupeleka moto nikupake mafuta huko nyuma, wasikia? Mimi ndo P Diddy napaka nipeleke moto huyu, kwa jua huko nyuma huko wamejazia mpaka basi. I am saying tumiwa mtoto wao za ndugu yao na Duz. So wameweza kupata tafsiri kutoka kwa watu wengine na baadhi yao wameanza kuongea mengi, ila mbaya zaidi ni kwamba wameweza kuripoti maneno ya video aliyokuwa anayatumia kijana Duz kwenye video hiyo. Hadi leo hii video hiyo bado ipo kwenye mtandao wa TikTok. Nimejaribu kumwandikia kwenye mtandao wa TikTok, kijana hajibu message, kijana hajibu comments, haoni kama comments zinaweza zikamsaidia. Lakini hadi sasa ni kwamba yeyote ambaye anamfahamu kijana Duz, mwambie ya kwamba ajaribu kufuta video zile ambazo ameziweka kwenye mtandao wa TikTok, kwa sababu zina maneno ya ubaguzi wa rangi. Unapochekelea rangi ya mwenzio ni kesi mbaya sana. Alafu tena mbaya zaidi, ameenda kuchokoza taifa mbaya. Wasudanese ni moja kati ya watu ambao wameishi kwenye maisha ambayo hawajui nyumba kumi. Wao kila kesi ndogo huwaga wanapeleka polisi. Sudan hakuna kesi ndogo, hakuna kesi kubwa. Na wale ambao labda waliweza kupata nafasi ya kuishi na taifa hili, aidha na watu waliotokana na taifa hili kwenye makambi mbalimbali, zaidi sana wale watu ambao wanaishi kwenye kambi ya Kenya pale Kakuma, mnaweza mkawauliza vizuri kuhusiana na hali za hawa wa ndugu zetu wa Sudanese. Kesi zao huwaga sio ndogo na huwaga zinaenda kuishia mbele. Sasa imagine hapa Marekani kesi kama na hiyo inakuonyesha unaongelea video, tena huku ukiwa unaongelea rangi ya mtu, hadi unaongea kwamba hata cameraman aweza kamera ikisema izoom wewe hautaonekana kisa weusi wako. Sio vizuri. Na yeyote ambaye labda hajafanya kitu kama na hichi, basi usifikiri kuja kufanya kitu kama na hichi. Tuwe makini sana tunapotumia mitandao ya kijamii, tuwe makini sana tunapotoa maneno yetu tutakayoweza kuyaweka, aidha tunayaweka kwenye video zetu. Itatusaidia sana kujiepusha na mambo mengi ambayo yanaweza katufuata nyuma bila sisi kujua. Kutokujua kunaweza kusababisha jamii yetu tunaweza kuingia hasara walio wengi. Hadi leo hii mimi Nicholas huwaga naamini ya kwamba wote walioweza kuhukumiwa hapa Marekani kwa kesi za ubakaji, aidha jaribio la ubakaji, siamini ya kwamba wote walikuwa na nia hiyo ya kubaka. Lakini kwa sababu tupo kwenye nchi ambayo hainaga kesi ndogo, na lile haliloongea mlalamikaji basi ndilo linalopelekwa hadi kwa jaji. Afrika tulikuwa tunajua kwenda mahakamani, mtu unaenda hadi kuingia kwenye vyumba vya maombi, mniombee hakimu ili aweze kuona kesi yangu ni ndogo. Lakini hapa Marekani kila kesi inabidi uende kuonana na hakimu au judge. Sio vizuri. Tujaribu kuwa na umakini sana tunapotumia hii mitandao ya kijamii. So nitaweza kuwaachieni video inayomuonesha binti huyo wa Kisudani wa taifa la Sudan anavyoongelea udhalilishaji haloufanya kijana Duz kwa mtoto huyo wa Sudanese. Baadaye nitakuomba uweze kudondosha comment yako hapo chini ili tuweze kujua na wewe unasemaje kuhusiana na hili alilolifanya kijana wetu Duz. Sina la ziada na kutakia siku njema. Asante. Keusi akajui Kiswahili lakini keusi hata yani keusi. Now people, as excuse the way I look right now, I'm not even meant to be on the app, I'm meant to be taking a break, but this video came across me
by some of the people that were speaking about a situation that had happened, and I'm genuinely, as a person, I'm distraught, because this Congolese man who's a colorist, a predator, and all of the above. So anything bad you can think of that has to do with children, he's probably done it. And the reason why I'm speaking like this is because in that video, if you understand Kiswahili, or if you need someone to translate it for you, please get somebody to translate it for you, because right now the anger and the pain I'm feeling right now is not the type of anger and pain that you would think, right? Because I've got younger siblings. Imagine if I had a sister and that was my younger sister, or imagine if that was me at that age and I was put in that position where something like that had happened. And I have screenshots of people laughing in the comments. Just give me a second. Here are the screenshots of people thinking this is funny, people thinking this is okay, people of his own race, people of his country thinking that it's okay to treat a child like this, let alone somebody that's at this age. Imagine if someone was to do that to his younger sister. He also made another video with another South Sudanese young boy making fun of his skin color, being a colorist towards the boy, the young child's skin color. I want to bring awareness towards this situation, because from what I'm seeing right now, people are thinking that this is funny, and they're basically using us as South Sudanese as a joke. I need people to stand up and start speaking, because if not, things like this are going to continue to happen, and we're going to keep getting bashed and keep getting bashed and keep getting bashed, and nothing's going to happen. We need to find this poor child's family. If the child's family knew about this situation, somebody needs to explain to them what was being said in that video, because it seems like that child did not understand Kiswahili a single bit. That child looked lost. That child looked like, oh yeah, everything he was saying was a joke. This guy took it as comedy. This guy really thought it was fucking comedy. Excuse my language, but I'm genuinely like mad. Like, if you think that doing something like this is gonna get you views and clicks, yes, you're gonna get those views and clicks. But one thing is, if the South Sudanese community comes as a whole and you are cooked, done for, let alone just posting something like that. Imagine that young child. Imagine how she was feeling at that time. Imagine she sees this when she grows up and she gets older and she sees this and finds out, oh yeah, this is what he meant. The type of pain and distraught that would cause to her as an adult, it traumatizes a person. And that little boy that was in that video, I genuinely, like, I don't know. There's just a lot that could be said. A lot. And it seems like, and it may seem like, oh yeah, I'm using anything that's happening to me personally and just mixing it with the situation, but it's not like that. It's an actual situation that needs to be spoken about. I'm gonna tag this guy. I've stitched the video. You guys can go and see the video. Please, I need everybody to go and comment and report your thoughts on the situation. Report the video and speak on the situation. I need people to speak up and tell this person this is not okay. Because the amount of people I saw laughing in that video, at the bottom of the comments, seeing them laugh at that video, laughing at the colorist jokes he was making. I looked at the comments for the little boy's video. The amount of colorist jokes I've seen towards these people, it's not okay. It's genuinely not okay. Because in that video, if you look at that person, and you really think about it, that young child, that child's innocence through that video has been taken. Through that video, her innocence has been taken. And it's all because of someone that used it for jokes. So respectfully, please go and report that video and comment your thoughts below, because I genuinely think this is not okay. It's not okay at all whatsoever. Thank you.